Unapoishi katika wito wa kimungu, hakikisha unazaa matunda. Unapoishi katika wito wa kimungu, hakikisha unajitengenezea wanafunzi makundi. Siku ya leo ni siku nyingine tunapoenda kujifunza katika Biblia yetu na mafundisho ya kibiblia yanayoendelea siku hadi siku. Lakini katika siku ya leo tutakuwa tuna somo nzuri kwa mwendelezo wetu wa masomo ya wito, ambao linakuja kwa jina linaloitwa kuzaa matunda. Kuzaa matunda katika wito. Kuzaa matunda katika wito. Utaangalia moja kwa moja eneo sahihi tutaangalia moja kwa moja eneo sahihi la kuzaa matunda ni lipi katika eneo lako uliloitiwa. Bwana asifiwe sana. Basi kama ni mara ya kwanza unatufuatilia katika channel hii, unaweza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, kisha utaendelea kupata video zetu kila siku, na video zetu zinazoendelea kutokea siku hadi siku zinakuwa katika ubora ulio zaidi. Basi nikutakia wasaa tunapokwenda katika mafundisho ya siku ya leo, na Mungu akubariki sana. Nashukuru kwa ajili ya maneno matakatifu yaliyo mbele yetu. Asante mtakatifu Mungu mwenye nguvu nyingi, libarikiwe jina lako kwa ajili ya neno lako tunalokwenda kusema nasi siku ya leo. Tunaliinua na kulitukuza juu yetu, ikapate kutujenga na kutufundisha katika jina lako Yesu nikiomba na kushukuru. Amen. Marko sura ya 4 mstari wa 4. Akasema, aliye na sikio alisikie neno hili. Akasema, aliye na sikio asikie na kuyasikilia na kusikilia na asikie. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale wanafunzi walipozunguka na wale 30 tenashara walimuuliza habari za ule mfano. Wakamwambia, akawaambia, ninyi mmejaliwa kujua siri za ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje kufanywa kwa mfano, ili wakatazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawajibu, akajibu, hamjui mfano huu? Basi mfano yote mtaitambuaje? Bwana asifiwe sana. Ni maneno ya Mungu ambayo Yesu alipokuwa na wanafunzi wake aliwafundisha wanafunzi wake kwa mfano, na alipokuwa na makutano aliwafundisha makutano kwa mifano. Alipokuwa anawafundisha makutano kwamba mpanzi alipokwenda kupanda neno, mpanzi alipokwenda kulipanda neno katika maisha ya mtu, mpanzi alipokwenda kupanda neno, lile neno akalieleza katika level tofauti, lakini neno hilo Yesu anakwenda kulieleza kwa mfano hadi wanafunzi wanamfuata baadaye, wanamuuliza, kwa nini umewaelekeza watu kwa kuwaficha vile? Kwa nini umewafumba watu namna hiyo? Lakini Yesu anawajibu katika ukamilifu huo, anawaambia, hamjui mfano huu? Basi yote mtaitambuaje? Yaani hamjui mfano huu rahisi tu, hiyo mingine mtaitambuaje? Siku hii leo umepaswa kuwa ni mtu wa kuzaa matunda katika kalamu ulionayo. Mtu wa kuzaa matunda katika kalamu ulionayo. Sikiliza, kuzaa matunda ambako tutakwenda kuzungumzia siku ya leo ni kuandaa watu ambao wataishi baada ya wewe, na watakitenda kitu hicho kwa ustadi kama ulivyoitiwa wewe mwenyewe. Haujanielewa? Kuzaa matunda ni hali ya kuwaandaa watu kwa kiasi ambacho utaweza, kwa uwezo wa nguvu na Mungu ulizonazo ndani yako, ambao utaweza kuwalisisha kazi uliokuwa ukiifanya, au utaweza kuwafundisha mafundisho ambayo ulikuwa unayo katika kichwa chako, na maneno yale ukiwafundisha yatawajenga na kuwafanya wawe mahiri katika nyakati yao ijayo. Unaposoma katika kitabu cha Wafalme sura ya 2, mtumishi wa Mungu Elia anamlisisha Elisha nguvu yake, nguvu ya Elia katika roho inakuja ndani ya Elisha mara 2. Unasoma moja kwa moja katika kitabu hicho, unaona kwamba ni kitabu chenye mamlaka, ni kitabu chenye nguvu sana, kwamba analisishwa mtu aliyekuwa anafundishwa, analisishwa kitu Elisha. Baada ya kufundishwa na kukaa na Elia muda mrefu, anapata nguvu ya Elia ndani yake mara 2. Lakini tumeishi katika makanisa, tumeishi katika jamaa, tumeishi katika watu wasiotaka kuwafundisha watu, wasiotaka kuwa na watu wataokuwa wataishi tabia zao wakiwa hawapo, wasiotaka kutengeneza watu ambao wataishi tabia zao baada ya wao kuwa
wametoka katika mazingira husika. Inawezekana upo kwenye kanisa ambalo mtu anaweza akawa anajua kuimba lakini hawezi akawafundisha nyinyi kuimba, anaogopa nafasi yake itachukuliwa. Inawezekana upo kwenye kanisa ambalo mtu ni mwinjilisti lakini hawezi akawafundisha akawa na wanafunzi wa kiinjilisti ambao anaogopa, anaona atakosa nafasi akiwafundisha nyinyi, akiwafundisha wengine kuwa wainjilisti. Mtu ni mtu mpiga kinanda au mpiga drums au vitu vingi, kalama nyingi alizoachilia Mungu. Watu wa media wanakosa kufundishana, wakikosa kufundishana kitu siku ambayo itatokea mtu huyo hayupo, kwaya haitaimba kwa sababu mpiga drum hayupo. Siku ambayo itatokea mtu wa media hayupo ambaye anajua haya, mtu wa media mwingine aliyefundishwa hayupo. Kitu hicho kinakwenda kuua kalama haraka sana kwa hao walioaminiwa. Utakapoaminiwa na hauzai matunda, utakapoaminiwa na hauzai matunda, hauwatengenezi watu, hauwafundishi watu ambao watakiishi kitu hicho. Hata kama utasafiri, hata kama utaenda mbali na eneo hilo, usitegemewe wewe, bali wafundishe watu, watafute watu ambao watailisi kazi yako. Elia alimtafuta Elisha. Elia alimtafuta nani? Elisha. Lakini wewe ukikosa mtu wa kumtafuta, muombe Mungu atakuonyesha watu sahihi. Muombe Mungu akutafutie watu ambao utawafundisha kinanda. Muombe Mungu akutafutie watu ambao utawafundisha kupiga drums. Muombe Mungu akutafutie watu ambao utawafundisha ualimu, uinjilisti, maombi, ili hata utakapokuwa haupo neno la Mungu likaendelee. Ili hata kama utakapokuwa haupo, umeondoka, neno la Mungu likaendelea kusudi siku hadi siku. Lakini hatari inakuja kwa watu walioaminiwa, kwa sababu wamekosa kuzaa matunda katika hivyo vitu walivyoaminiwa. Wamekosa kutengeneza wafuasi, wamekosa kutengeneza wanafunzi. Wanafunzi hao ndio halisi katika neno la Mungu ambalo linazungumziwa katika Marko sura ya 4 mstari wa 18. Marko sura ya 4 mstari wa 18. Mstari wa 22. Ni kwa akawaambia, ndaanzia mstari wa 18. Hao wapandao penye miba ni watu walisikiao neno, na shughuli za dunia, udanganyifu na mali na tamaa, mambo mengine zikiingia, walisonga neno. Hao ambao unawafundisha lakini wanashindwa kulishika hilo ambalo unawafundisha kila siku. Unawafundisha kitu hiki lakini wanashindwa kutii. Sio kosa lako, umeshamaliza jukumu lako, lakini jukumu lao binafsi watende kazi kuikamilisha neno hilo. Lakini akamwambia tena, muonaje? Akamwambia katika mstari wa 19, shughuli za dunia zina udanganyifu wa mali na tamaa, mambo mengi zikaingia, ulisonga lile neno likawa halizai. Na hao ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, na watu wasikiao neno lile na kulipokea na kuzaa matunda, 130, 160 na 100. 160, 130, 100. Hao ni watu ambao umewafundisha kitu na wamekitii. Umewafundisha kitengo chako na wameanza kuelewa na wanakwenda kuzaa matunda, 160, 100, 100, kwa sababu hilo neno ambalo unaliweka ndani yao litakapozaa matunda, litakaposhinda shughuli za dunia, litakapovuka viwango vya juu na kuvishinda vishawishi vyote vya dunia, huyo mtu uliyemfundisha hicho kitu hatakaa bila kuzaa matunda. Inawezekana kwa uwezo wake atazaa 60, inawezekana kwa uwezo wake atazaa 30, inawezekana kwa uwezo wake atazaa hata 100 na zaidi. Lakini ukishindwa kumfundisha mtu huyo, ukishindwa kumtengeneza role model wako, au ukishindwa kumtengeneza watu ambao watakutegemea kwamba wewe uwe role model wao, unakwenda kuanguka katika huduma. Wengi tunaanguka kwa sababu tumekosa kuzaa matunda. Siku ya leo kusudia kuanza kuzaa matunda. Ukiwa ni mwinjilisti, tafuta wainjilisti wafundishe. Ukiwa ni mwalimu, tafuta walimu. Ukiwa ni kitengo chochote katika Injili, ukiwa ni kitengo chochote katika utumishi wa Mungu, hakikisha una watu wa kuilisi kazi hiyo. Utakapokuwa upo bize au utakapokuwa haupo, usije ukategemewa wewe. Utakapotegemewa wewe, Mungu atakapoona kitu ulicho ndani yako hujakitumia, afu unategemewa, afu umelala, afu itakiwa uende kanisani ukakitumia hicho kitu, Mungu atakupokonya na kumpa mtu atakayemwamini zaidi. Ubarikiwe sana na Bwana. Kwa siku hii ya leo tutakuwa tunaishia hapo na tunahitimisha katika siku hii ya leo. Kusudia kuwa na watu wa kufundisha. Kusudia kuwa na mtu wa kuzaa matunda katika kalama ulionayo. Neno la Mungu linasema, Yesu Kristo mwenyewe anasema, alipoona mti kwa mbali, aliposogelea, alipoona mti kwa mbali una majani mengi, lakini aliposogelea mti ule hauna matunda. Hauna matunda kwa sababu gani? Sio kwa sababu ulikuwa ni majira yake kuzaa matunda, lakini
kwa sababu unatakiwa uwe na matunda. Ulikuwa hauna matunda mti ule, akaufanya nini? Akaulaani. Baada ya muda wanafunzi wanakuja kupita eneo lile lile, wanakuta mti ule umekauka. Usije ukapokea laana kutoka kwa Yesu kwa sababu umeshindwa kuzaa matunda. Mungu anategemea matunda kutoka kwako. Mungu anategemea hazina aliyoweka kutoka kwako. Uwafundishe wengi, usikae peke yako. Uwafundishe wengi, usikae unajichimbia mwenyewe kujua vitu hivyo. Nenda akatafute wanafunzi. Elisha alitafutwa na Elia. Hata Elia alipomtafuta Elisha alikusudia kuelewa. Inawezekana una wanafunzi wengi lakini sio wanafunzi wengi wanakuelewa. Inawezekana una wafuasi wengi lakini sio wote wanakuelewa, lakini yupo huyo mmoja ambaye mbegu hiyo unaipanda inakwenda kuzaa 60, 30, hata 100 kwa mapenzi ya Mungu. Basi nitashukuru kwa Mungu kwa ajili ya siku ya leo na walitukuza jina lako mtakatifu, watakatifu, Mungu mwenye nguvu nyingi. Asante kwa semina nzuri na mwendelezo mzuri katika eneo la wito ambao unakwenda kutufundisha na unazidi kutufundisha kupitia maneno yako matakatifu. Siku ya leo umetufundisha tuyajue mapenzi yako zaidi kwetu kwa kuzaa matunda katika hivyo vitu ulivyotuamini ndani yetu, katika hivyo vitu ulivyoviamini ndani ya mtumishi wako anaangalia video hii. Nalibariki jina lako kwa kuwa unakwenda kututumia viwango vya juu. Nalibariki jina lako kwa kuwa unakwenda kutupa kuzaa matunda kwa neema yako zaidi na zaidi. Tupe watu wa kuwafundisha zaidi na zaidi. Tupe watu wa watakaoilisi kazi uliyoweka ndani yetu. Nalibariki jina lako kwa ajili ya siku hii ya leo. Nalibariki jina lako kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa siku hii ya leo. Mpe uvumilivu na mpe badiliko halisi katika maisha yake ya kiroho. Nalibariki jina lako nikisema umestahili mtakatifu, na wakati huu naiweka kazi yako mikononi mwako. Ukatufundishe zaidi kuliko hata tulivyotafsiri, ukatufundishe zaidi kuliko hata tulivyoelezana. Mafunuo yako yakawe mengi zaidi kuliko utashi na akili zetu, katika jina lako Yesu Kristo, amen. Basi